Kwambeni sisi watu kucheza nao wanajulikana kama si wale PSG ubaya. Kina Prison. Prison. Prison wewe umeona siku ile alikuwa analala rafiki yangu. Mtibwa amejiachia leo amekula 5 na washukuru mwezi wa Ramadhani. Angekuwa kama sio mwezi wa Ramadhani miezi ya kawaida 30 walikuwa wanapigika tu. Sawa bana, watu wengi wana doubt kiwango cha Chris Mushimba Mugalu. Inawezekana leo ni sababu ambayo kocha hajamwanzisha. Tumeona mechi ya AS Vita alikosa clear chance kama 4. Kuna baadhi ya watu this time wanamfanisha Chris Mushimba Mugalu na Sapong. Nini maoni yako kuhusu hilo? Bwana yule jamaa mimi namuita B52. Kwa fuadi wa Simba Sports tulioletewa sijai kuona fuadi mwenye akili nyingi kama ule pale Mugalu. Ukipiga mpira naika kwenye freezer na wasubiri wakina Chama, wakina Kondeboy waje, shughuli iendelee. Yule mchezaji kwa Tanzania miaka hii ya karibuni sijai kuona fuadi mkongomani kama yule hatari. Yule Mugalu, yule chana na yule ile mashine. Sasa ufanano ambao baadhi mashabiki wa Simba pia kuna baadhi nimewahi kusikia wanamfanisha Chris Mugalu kwa jinsi alivyokosa clean sheet za magoli pale. Wanamfanisha na Sapong. Wewe nini maoni yako? Au sikila mtu uje na upepo tu, lakini mwezo kufanisha Mugalu wetu semeti sio mchezaji sio kitu gani. Ile mashine kabisa unaiona ile pale hivyo kwa wale jamaa zetu, nani anaweza kumzuia ile beki yao kalipiga huku limeruka kule. Nani kwanza yule akichukua mpira atachukua kwenye miguu yake. Yule mtu unaona kabisa ametulia, keka mpira chini yake akakifani sehemu zote. Yani yule Mugalu achana, ile ni B52 ni silaha ambaye ni hatari. Katika usajili tuliofanya Simba Sports, sijaona mimi mashine ile pale ya kikongomani kama ile pale. Kwa Kongo Kinshasa, ile pale tumelamba. Sikudanganya mtu, Mugalu ni mashine. Hao wengine wanasoma mashabiki wa Simba watakuwa ni wale wa upande wa kidimbwini hao. Wewe Simba kabisa useme yule Mugalu sio mchezaji, mimi nitakuelewa. Ukikaa karibu hata ngumi utakula. Sawa bwana, leo kinachofuata ni Shinyanga. Una nini kuambia wana Shinyanga? Wana Shinyanga, wana Simba wenzetu kule watulie, wasio na wasiwasi. Jumapili sisi wengine Mungu akitujalia tutaonekana huko Shinyanga, tutakuja kuwapa support watu huko Shinyanga. Kwa Simba yetu jinsi ilivyo, uwanja tu kiwa mzuri na waamuzi wakiwa fair, kama wachezaji wetu wasichezewe rafu. Kwa Simba hii mimi siku zote nakwambia ninaweza kucheza mpira kwenye uwanja wa aina yote, iwe juu ya maji, sio angani, sio wapi wanacheza mpira. Shinyanga ule uwanja wale jamaa zetu wapaki lori, vinginevyo nao watakuja kuzalilika. Maana Simba hii sasa hivi inapiga mtu kokote la fence. Mmoja tumeona tumepiga mpaka nje ya nchi. Tumebadilika sana kaka. Sasa hivi Simba si ni hatari, tuko tofauti na timu zingine za hapa. Sawa, leo Simba kacheza mpira wa slow sana lakini kapata matokeo mazuri sana. Goli 5-0 ni goli nyingi sana. Kuna baadhi ya watu wanasema mpira wa slow leo aliocheza Simba kama angekutana na Yanga asingecheza hivyo. Unahisi kuna kitu gani cha tofauti anapokutana Simba na Yanga na mpira unakuwa na kasi na sio mpira wa slow kama tuliona leo? Kaka, ile sio kwamba unasema kwamba ile mpira slow. Unajua Simba wachezea leo tumechezea plan A. Mpira kawaida kwa vile Mtibwa watu wa kawaida wametuletea wachezaji wazuri wakina Kichua ama Ibrahimu, wakina Mzamiru. Kwa hiyo tumecheza ule mpira wa kawaida. Simba yote akiangalia, wewe ushaje kuangalia picha, ukiona maandishi yanaenda juu ujue picha limeisha. Yaani kwa sasa hivi picha lishaisha. Hakuna mtoto sisi wa kuduziwe. Awe kidimbwe awe nani, picha limeisha, maandishi yanapaa juu. Ukiona maandishi yako juu, picha limeisha. Yaani kushi naye babu juu. Kaka, Simba sisi tunacheza mpira kwa timu ambayo tunacheza nayo. Ukicheza tofauti, Mtibwa kidogo walileta nidhamu, ndio maana ukaona kama ile slow. Hivyo kwa mfano mpira huu kama tungesema tuende kasi kama tulivyokuwa tunacheza na ile hali. Si aibu angekula hata 50 hao. Wenzenu upande wa pili Yanga wanabeza ushindi wenu wa magoli 5, wanasema mmeifunga Mtibwa kwa sasa ni timu dhaifu na iko katika nafasi ngumu sana katika msimamo wa ligi. Ndio maana mmejiokotea una nini la kusema? Sasa kama Mtibwa dhaifu wao wako vipi? Vinara wa ligi. Vinara wa ligi wakati wametuachia tu nafasi ile wenyewe tunakuja. Wale wasipokuwa makini wale nafasi yao ya 4, ya 3. Ya pili pale na wasasa watachukua wale jamaa zetu wa Chamazi. Wao hata nafasi ya pili hawapati hapa. Mimi nakwambia sikombe ile hapa ili tuombe uzima tutakutana. Wale nafasi ya pili yenyewe hawaipati. Na narudia tena ili kombe hawachukui labda waliibe na wakiliba Silo yupo. Asante sana. Pamoja. Haya. Hatari. Yaani akifika pale huko anaenda Shinyanga kule jiandae na yuko nyumbani kwao. Mtu ugenini. Sisi tunaenda hadi nje tushafika. Tunamgonga mtu ndani nje na nje ndani kama kawaida. Wale wajiandae kula 7. Badala ya 5 ya leo. Leo Jumatano tumepata 5. Siku tuenda kucheza kule waangalie na siku yenyewe inasema siku gani? Kama ni Alhamisi, kama ni Jumamosi ndio tunaanza na hizo magoli ambayo tunaenda nayo. Hatuna mengi. Sisi kama kawaida ninawapenda sana wachezaji wangu. Wamejituma na wanatuelewa sisi tunatafuta nini hapa. Tukija hapa sambusa. Kwa hiyo huko tunakuja tunafanya mazoezi, tunaondoka na pote zetu 3. Tukishamaliza mazoezi tunaenda kufanya mashindano.
sababu kuna mazoezi na mashindano. Hii ligi tunaifanya kama mazoezi yetu, na hatuwezi kupigwa na timu yoyote kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo timu yote itakayokuwa inakuja kukutana na Simba asitarajie kupata pointi. Kwa hiyo hivi mnaelekea kwenye hatua ya robo finali ambayo ni ngumu zaidi hatua mliokuwepo ya makundi. Hauoni kwamba hiyo itakuwa inapa pressure zaidi na Yanga atachukua mwanya huo kuweza kuzidi kuongoza ligi wakati nyie mkiwa mna struggle kwenye Champions League? Kwanza naona kwamba kuingia makundi ilikuwa ndio ngumu sana kuliko huko tunakokwenda. Huko tunakokwenda tushaizoea ligi. Mashindano tushazoea. Kuingia kwenye makundi ilikuwa ndio ngumu. Kwa hiyo hili ya huku tunaenda, hii utelezi hivi. Yote atakayekuja. Yaani sisi tumwangalie yote anayokuja. Atakayepangwa yote yani. Hatuna kutuzuia yani sisi. Wewe unawaambiaje wana Simba? Unadhani kwamba inawezekana mkachukua ligi pamoja na CAF Champions League? Yaani kwanza ninachokuambia ni kwamba tunatarajia kauli ya marehemu mheshimiwa kuitekeleza kwa vitendo sasa. Kwamba nataka tuichukue ile kombe klabu bingwa na ligi vyote tunavichukua kwa wakati mmoja. Yaani ndio kusudio letu. Na jinsi timu yetu ilivyojipanga kwa ajili ya mashindano hayo. Asante sana. Moktalima kutoka tawi bora Tanzania, wekundu wa Temino mwanzo mwisho. Nadhani watu wameiona Simba. Hii ndio Simba ya kimataifa. Leo tulikuwa tumeanza rasmi kutafuta pointi 21 za kutangaza ubingwa wa Tanzania bara. Hii ndio Simba. Leo watu wameangalia. Leo hatujapiga pila biliani. Kwanza tulikuwa tunataka kuambia kwamba tunafanya mazoezi kwa ajili ya kuingia kwenye robo fainali ya klabu bingwa. Katika vilabu 927 vilabu 8 Afrika ndio vinavyocheza Champions League, ndio vilivyoingia robo, wakiwemo mabingwa wa Tanzania bara. Tena wameingia kwa kishindo kikubwa. Leo walikuwa wanamwangalia Chama, yule ndio Lali Bwalia, yule ndio Titus Chota Chama. Anafunga magoli ambayo unaweza ukaingia benki yoyote ukaomba mkopo. Chama anafunga magoli ambayo utaingia SACCOS yoyote ukiwaambia tunataka goli la 3 la Chama, wanakuambia unataka shilingi ngapi. Kwa hiyo Simba hii ni waombe tu wana Simba muendelee kutulia tuli. Yaani watu wanachomwa sindano alafu unaambiwa pole utapona. Kwa hiyo wasubiri, tunachosema wacha inyeshe tuone panapovuja. Wacha inyeshe tuone panapovuja, ila ni waombe Tanzania. Tunakwenda kanda ya Ziwa, tunakwenda kuchukua pointi 9 kanda ya Ziwa. Tukirudi hapa ndio machampioni. Yani nawaambia au Topolo pale wamekaa kama kondakta tu, wamekalia siti ya dereva. Dereva sasa anakuja kukaa mwenyewe. Kwa hiyo mimi niwaombe wana Simba tuendelee kuisapoti Simba yetu. Kauli yetu mbiu ya mwaka huu, wacha inyeshe tuone panapovuja. Sawa. Leo Simba Sports Club ameshinda goli 5. Ameshinda goli 5 lakini alikuwa akicheza mpira wa slow, mpira wa burudani, mpira ambao sio wa ushindani. Labda ni kwa sababu ya Mtibwa kiwango alichoonyesha msimu huu. Hapana kaka, tumewaheshimu. Mtu yote ambaye yuko ligi kuu anacheza mpira. Mpira una falsafa zake. Mpira una falsafa zake. Ukitaka kuona mpira mgumu, muangalie Ditra Munchimbi, muangalie Michael Sapongo. Ukitaka kuona mpira mwepesi, muangalie Lali Bwalia. Ana relax, unacheza mpira. Wewe striker mpaka leo hujafunga goli hata moja, na birthday yako imepita na bado unatafuta birthday ya pili. Saizi ameishia kwenye kufunga Ramadhani. Si bora ukawe beki? Mbona Simba walishawahi kumbadilisha, tulimleta forward anaitwa Gian alibadilishwa akawa beki. Si bora urudi ukawa beki namba 2 kuliko kawa forward? Una msaada gani na klabu? Sasa hivi jamani, kale kawimbo kakusema tunataka ubingwa hatukasikii huko. Sasa hivi tunasikia tu kwamba wala kigelegele tukisikii. Jamani, kesho mkasome alubadili kwamba Simba anacheza mpira wa ajabu. Mkasome tena alubadili. Mimi mje mchukue kondoo kama mnataka kwenda kusoma alubadili, nitawapa kondoo bure, mje mchukue. Ila niwaombe tu wana Yanga mtulie. Mnakwenda kucheza Champions League. Kaeni chini, tengenezeni timu. Sio tunakwenda kutia na aibu kwa maana umepigwa 8 na experience di Tunisi. Aibu jamani. Mimi roho inaniuma. Roho inaniuma. Kuna msimu ambao ushawahi kumbeba Yanga lakini wewe ukatoka, Yanga kabakia. Alifika wapi? Kabebwa na Mbeleko, alifika wapi? Yaani sasa hivi bora umbebe na Mungu. Kwa sababu na Mungu ndio wamecheza. Hebu niambie, Mkana unakwenda kumfunga na Mongo goli 1. Simba alifungwa 2-1 pale. Lakini Mkana wamemfunga na Mongo. Yaani na Mongo ni bora kwenye
kwa Tanzania hii ni bora kuliko Yanga Afrika, kuliko utopolo samani. Yani niwaombe tu wana Simba tuendelee, ila niseme hivi, waache midomo, sawa, waache midomo. Kubadilisha kabila tu ndio uwezi, lakini kama unahamia upande wa pili, njoo nyumbani kumenoga. Mimi unayekuja Yanga njoo, we njoo, nafasi zipo, mimi nitakupa jezi OG Visit Tanzania, nitakupa jezi original. Yoyote unayetaka kuhamia upande wa pili, njoo nyumbani, njoo ule biliani langamia, njoo ule biliani shalma, minyamanyama, mikuku, misambusa, mikababu, mikachori. Jamani, Simba lao, ukimwona mwana Simba yoyote ana afya mbovu, basi wewe ujue anaumwa. Anaumwa. Kama utamwona mwana Simba yoyote mwenye afya mbovu, anaumwa. Unajua sasa hivi lazima utembee kifua mbele, kwa sababu unaishi maisha mazuri, unakula vizuri. Jamani, asanteni, tukutane Shinyanga. Kituo kinachofuata Shinyanga, kitakachofuata Bukoba. Tukitoka Bukoba tunakwenda Gwambina. Gwambina tunawaambieni leteni tena nyuki. Sawa, bana, swali la mwisho. Umeangalia dakika 90 za Simba na Mtibwa. Umeona performance za wachezaji tofauti tofauti. Who is the man of the match kwa upande wako? Mimi man of the match kwa leo kwa Simba hii nampa mtu mmoja anaitwa Lali Bwalia. Yani Lali Bwalia maestro. Yani huyo ndio leo man of the match. Yani kama ndio injini ya boti Kilimanjaro 3, basi leo Lali Bwalia ndio Kilimanjaro 3. Yani ile injini ya boti endayo kasi. Zamani naweza nikaifananisha na boti moja ilikuwa inaitwa Sea Express. Ndio sawa na Lali Bwalia. Yani Lali Bwalia. Jamani. Asanteni jamani.